Picha ya mfungwa huyu inasambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii kwa sababu ni mfungwa ambaye amevalia hereni. Watu wanahoji inakuwaje mfungwa avae hereni ilhali magerezani hairuhusiwi jambo kama hili? Inawezekanaje mfungwa awe na hereni? Sasa wanaotetea wanasema pengine amenunuliwa hereni hizo siku ya tukio, na wengine wakidai ni kawaida. Sasa picha hii inasambazwa kwa kasi sana, na wanaoisambaza wengi ni vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nao wanaenda mbali zaidi kwa kudai mfungwa huyu amevalia hereni, kapaka makeup na amechonga nyusi zake, kisha akapaka wanja maridadi. Sasa wakijaribu kutengeneza hoja ile ile kwamba hawa pengine si wafungwa, ni wafungwa wa mchongo tu, ni watu ambao wametengenezwa. Sasa tunapoingia katika mjadala huu, kuingie katika hoja ambapo dukuduku kubwa la watu ni kutaka kufahamu kwamba jambo hili linawezekanaje, kwa sababu swali kubwa linaloulizwa ni kwamba inawezekanaje mfungwa akavaa hereni, akachonga nyusi zake, akapaka makeup pamoja na wanja? Ndio swali hilo linaloulizwa, lakini msingi wa swali hili pengine umeruka hatua moja ya msingi sana. Kuna hatua ya muhimu sana ambayo imerukwa na swali hili. Picha hiyo ni kweli? Kwa hiyo kabla ya kuuliza kwamba inawezekanaje mfungwa akavalia hereni, inawezekanaje mfungwa akawa namna gani, lazima kwanza tujiulize, je, picha hii ni ya kweli? Picha hii ni halisi ama imetengenezwa tu? Sasa unaweza ukaikagua picha hiyo kama jinsi ambavyo inaonekana, na unaweza ukakagua tu kwa njia ya kawaida kabisa. Itazame picha hiyo, yatazame yale maandishi yale yameandikwa magereza, yatazame vizuri. Maandishi haya yaliyoandikwa magereza, ukiyatazama vizuri utagundua kuna maandishi ambayo kidogo yamekosewa. Badala ya magereza kuna sehemu imeandikwa magereza, kuna a mbili. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo imeandikwa magereza kukiwa na a mbili. Sasa unagundua kwamba sare imekosewa. Kwa neno magereza limechapwa vibaya. Kwa hiyo unagundua ni ishara kwamba picha hii imetengenezwa na akili mnemba, kwa sababu sare ya magereza haijakosewa wala haijaandikwa magereza, ni magereza moja tu. Lakini pia itazame picha hiyo, ukitazama kwa jicho la kitaalamu unagundua kwamba kuna taarifa zimeongezwa hapo. Kuna taarifa ni za kuongezwa. Utaona zile hereni, kama una jicho la kitaalamu la kutazama, utagundua zile hereni, ule wanja ni kitu ambacho kimeongezwa na akili mpya, akili unde, akili mnemba. Lakini mwisho tu tunasema si rahisi kupata picha kama hiyo, ama hakuna picha kabisa halisi inayomwonyesha mfungwa huyo akiwa amesimama pamoja na Rais Samia. Kwa hiyo nayo inaonyesha kwamba ni picha ambayo imetengenezwa. Si rahisi kwamba mtu anaweza akaleta video kutoka chanzo kinachoaminika ikawa imeonyesha picha hiyo. Sasa utajiuliza, kwa nini uongo? Kwa nini kudanganya? Tunaweza tukakumbuka kwamba vijana wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hasa mitandaoni, wamekuwa wakifanya makosa, ama wamekuwa wakifanya kosa kubwa, hasa kosa la kutumia taarifa za uongo kutaka kueneza hoja zao. Utakumbuka hii si mara ya kwanza uongo kutumika. Uongo umetumika maeneo mengi sana na inafikirisha kwa nini uongo utumike, kwa nini unatumia uongo. Sasa picha hii inasambazwa kwa kasi, na wanaoisambaza wanajua kabisa picha hii si ya kweli.
Sasa kwa nini tunawadanganya Watanzania? Kwamba inawezekana tumeona Watanzania tukiwaeleza ukweli hawatatuamini, kwamba tukija na hoja za ukweli. Kuna hoja za ukweli ziko nyingi tu. Sehemu hii iliahidiwa barabara haijajengwa, na kunaonyesha ni hoja ya kweli tu. Kwa nini uongo? Ama chama kimeamua kuchagua kundi la wajinga ndilo kiende nao? Kwa sababu mtu mwerevu huwezi kumdanganya katika mazingira haya. Mwenye akili huwezi kumdanganya. Pengine wao wameamua kuchagua kwa sababu kuna msemo unasema duniani wajinga ni wengi, na ndio mtaji huo. Ukihesabu waelevu na wajinga duniani utagundua wajinga ni wengi. Kwa hiyo pengine ni mbinu mpya ambayo wanakuja nayo, mbinu ya kuvuna wajinga, kutumia ujinga katika manufaa yao wao. Sasa kama ndiyo njia hii, tunapata shaka na kusema kwamba kwamba chama sasa kinawatenga wenye akili, kinaamua kushughulika na wajinga tu. Wenye akili sasa wanatengwa na wajinga wanaanza kudanganywa kwa sababu hawawezi kuchanganua mambo kwa ufasihi. Hakuna faida yoyote kuwadanganya watu, kwa sababu Watanzania pamoja na kwamba na wajinga nao wamo, lakini wapo Watanzania ambao wana akili sana na wanaelewa kinachoendelea, na wanaweza wakawaambia wale wajinga kwamba hapa mnadanganywa. Kwa hivyo sera za kutumia uongo kinapunguza imani kwa chama ambacho kimejenga kuaminika kwa muda mrefu, chama ambacho kimetengeneza jina lake kwa muda mrefu, na kuna kipindi Watanzania walikiamini. Kwa mfano, katika kipindi cha John Pombe Magufuli akichuana na Edward Lowassa, nadhani chama hiki kilipata kula milioni 6, wakati John Pombe Magufuli akipata kula milioni 8. Sasa chama ambacho kiliwahi kupata ushindi mkubwa, hiyo ni imani kwa watu. Unapoanza kuwadanganya watu na taarifa za uongo, hii si moja, ni nyingi sana. Taarifa ni nyingi, lakini leo tutajadili hii moja. Taarifa nyingi sana kwamba mbinu mpya ya chama sasa ni kutumia uongo, kutumia uzushi. Sasa uongo hukufanya usiaminike. Kwa hivyo tabia hii inakididimiza chama wala haikiinui. Uongo hauna masilahi yoyote wala hauwezi kutufikisha popote. Yako mema mengi sana mazuri yakisemwa, mazuri mengi sana yakisemwa. Tafuta hospitali ambayo haina dawa, sema. Tafuta shule ambayo haina walimu, sema. Tafuta vijana ambao hawana ajira, sema. Lakini uongo hauna faida yoyote. Tabia hii ya kutumia uongo wala sio mpya. Kuna vijana walidanganywa hivi, nendeni barabarani, jeshi liko pamoja na sisi. Lakini nini kilitokea?